سيدي مثلا تقولوا من بقى مرود لك مثلا بحي بقى مولا بحي بقى مقدتا تشاغوسان هيك راها تكاي سامي السلو أزيه من قوكاها لو أتكيتي أليعس أتكي غفريمان إمين. Tarehe 29 Jumatano ijayo, siku ya 5 kutoka leo, itakuwa ni siku ya uchaguzi mkuu katika Tanzania. Na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amekwisha tangaza rasmi kwamba siku hiyo ni siku ya mapumziko ili watu tupate nafasi ya kutosha kwenda kupiga kura. Na ndio maana zamani tulikuwa tunapiga kura siku ya Jumapili. Kwa hiyo unakuta kulikuwa na mbanano kati ya kwenda kusali na mambo mengine na kwenda kupiga kura. Safari hii ni siku ya mapumziko kwa wale ambao ni watumishi, ili kila mtu apate nafasi ya kutosha kwenda kupiga kura. Sasa mimi niwaombe, Mheshimiwa Samia anawagombea wenzake katika nafasi ya urais. Mheshimiwa Samia yeye pamoja na hao wengine wako 17. Lakini naamini wote tutamchagua Dr. Samia Suluhu Hassan. Dr. Samia hoye. Kuna mtu anashaka katika hilo? Ili nimweleweshe vizuri kwa nini lazima tumchague Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwanza, hapa tuliomba amani. Nchi yetu tumekuwa katika amani kwa miaka mingi. Tangu uhuru, hata wakati tunatafuta uhuru wakina Mwalimu Nyerere hawakumwaga damu. Na ndio maana nchi hii imekuwa kimbilio la kila watu wakipata matatizo katika nchi zao. Na haya yote yamewezekana kwa sababu baada ya uhuru nchi ilikuwa kwenye mikono ya chama cha TANU. Baadaye tumeungana na ASP Zanzibar, tuko kwenye mikono salama ya CCM. Na hata leo mimi nadhani na wengi wenu kama sio wote tunaamini kiini cha amani hii ni Chama cha Mapinduzi. Kwa sababu Chama cha Mapinduzi chenyewe ni chama cha demokrasia. Chama cha Mapinduzi kinatenda haki. Kila baada ya miaka 5 tunafanya uchaguzi. Sasa wako waliosema kwamba bila mageuzi au reform hakuna uchaguzi. Sasa unawashangaa kwamba tusipofanya uchaguzi mnatakaje? Mnataka CCM iendelee kutawala bila uchaguzi? Sisi wana CCM hatutaki hilo. Tunataka demokrasia itawale katika nchi yetu. Na demokrasia utekelezaji wake hasa ni uchaguzi. Na uchaguzi wetu ni wa huru na wa haki. Hakuna safari hii aliyezuiwa kufanya kampeni. Badala yake hata wale wengine wanaogombea na Dr. Samia Suluhu Hassan nafasi ya uraisi, hata wao walipewa magari mapya ya kufanyia kampeni. Tena magari haya VX mnayoyaona ambayo yani una uhakika wa kwenda mahali popote nchi hii, na wakawezeshwa hata kuwekewa mafuta ili wasiseme sisi tulishindwa kwenda kufanya kampeni kwa sababu hatuna uwezo. Sasa hivi
Watu wanataka haki ya namna gani zaidi ya haki kama hiyo? Sisi tunaamini kwamba ili nchi hii iendelee kuwa na amani na utulivu, ni lazima CCM iendelee kuongoza. Hatuwabezi hao wengine, lakini kwa sasa hawajafikia uwezo wa kukamata nchi. Na sisi CCM tuliangalia tukasema, haya, CCM ili iweze kuongoza nchi, nani sasa aongoze CCM? Ni nani tumweke kama mgombea wetu? Bila kigugumizi, bila kusita, bila kumung'unya maneno, mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi ulimteua Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa mgombea wetu wa urais, na ikamchagua Dr. Emmanuel Nchimbi ambaye alikuwa katibu mkuu wetu wa Chama cha Mapinduzi kuwa mgombea mwenza. Timu hiyo, ninataka kuhakikishieni, timu hiyo haina wasiwasi wowote. Ni wachapakazi, ni waaminifu, ni watu wanaopenda wananchi wa Tanzania. Ndio maana tunasema lazima tumchague Dr. Samia Suluhu Hassan ili atuongoze kwa miaka 5 mingine ijayo. Marehemu Rais wa awamu ya pili, marehemu Ali Hassan Mwinyi, aliwahi kusema hivi, kwa sababu wakati kila mmoja akiongoza, rais yeyote akiongoza, lazima maneno yatoke. Basi mzee Mwinyi akatuambia, mwanaume mzuri ni yule tu ambaye hajaoa. Umesikia hiyo? Sijui kama mmeelewa. Mwanaume mzuri ni yule ambaye hajaoa. Unajua tafsiri yake? Kama we hujaoa, hivi hata ukilala kwenye mtaro, nani analalamika? Kama hujaoa, hata ukilala kwenye mtaro, ukirudi saa 8 usiku, ukirudi alfajiri, usiporudi kabisa, nani analalamika? Hayupo. Kama umeanguka kwenye mtaro, watakao kuona wanasema tu jamaa amelala kwenye matope, lakini hawajui kwa nini au tabia zako na kadhalika. Lakini kama umeoa, wewe unajitahidi, umerudi saa 2, kuna watoto wamelala, wanasema hatujamwona baba. Mama anasema, wewe baba ulikuwa wapi? Kwa nini unachelewa? Saa ingine kelele mpaka majirani wanasikia. Ndio maana mwanaume mzuri ni yule ambaye hajaoa. Sasa hao wengine wanaopiga kelele hawajawahi kutawala, kuongoza hata wilaya. Utasikia kelele. Oh, CCM serikali yake haifanyi hiki, serikali yake iko hivi. Wao hawajawahi kuongoza hata kata, hawajawahi kuongoza hata wilaya, hawajawahi kuongoza mkoa. Ndio maana wanaonekana ni wanaume wazuri, lakini wanakolala nani anajua? Kama wameamkia kwenye mitaro, nani anawasema? Lakini CCM kwa sababu imekuwa na nyumba miaka yote, basi ndio wanatafuta vimaneno vya hapa na pale, oh hiki na kile, oh hiki na kile. Hakuna rais amewahi kutoka bila kusemwa. Na mimi huwa nasema hivi, kama wewe ni kiongozi wa watu, uliyechaguliwa na watu, kutegemea kwamba watu hawatakusema kwa vizuri
na kwa vibaya haiwezekani. Kuna watakao kusema tu basi tu